Yosefu kwa mambo matatu makubwa. Kwanza, ni ujasiri wake kwa mapenzi ya Mungu; pili, unyenyekevu wake katika utume wake; na tatu, uaminifu pia katika kazi ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia. Tunahimizwa na sisi pia kuona thamani ya kufanya kazi, kwa kuwa kupitia thamani hiyo tunaunganika na kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Mungu ametuma nayo ni kazi. Kwa hiyo anatuhimiza kuthamini kazi, kuheshimu kazi, kutunza kazi, ili mwisho tuweze kufikia uzima wa milele. Kwa namna pekee kabisa tunaanza mwezi wa Rozari. Tunaalikwa pia familia zetu kusali rozari, ikumwombezi mama yetu Bikira Maria Mungu, mwaliko pia Mtakatifu Yosefu, watuombee kwa Mwenyezi Mungu ili siku moja tufikie uzima wa milele. Na tunaombea pia familia zetu na huduma zetu mbalimbali, wale pia ambao wanaajiri na walioajiriwa, basi kwa pamoja kushirikiana kufanya kazi kwa bidii, kwa weledi, kwa imani, basi kazi hizo zifanyike kuwa baraka kwa maisha yetu ya kila siku. Basi ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili pia tuweze kutolea Mungu. Nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miti ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Basi mbingu na nchi zikamalizika, na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Neno la Bwana. Tumshukuru. Wimbo wa katikati, itikio. Kazi ya mikono yetu uithibitishe, Ee Bwana. Kazi ya mikono yetu uithibitishe, Ee Bwana. Kazi ya
tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wako. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyo katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Neno la Bwana. Hallelujah.
wapendwa